Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia iqra'u al-Qur'an, enyi waislamu, enyi waumini, someni Qur'ani hii kwa wingi. Fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, kwani Qur'ani hii itakuja siku ya kiyama kuwa ni mtetezi kwa wale walioisoma. Kila aliyosoma Qur'ani siku ya kiyama, Qur'ani itasimama kumtetea. Kumtetea kwa nini? Kumtetea kwa amali yake, kumtetea mbele ya Allah azza wa jalla, ili awe pahali pazuri, awe katika manzila nzuri, na aepushwe na mabaya au mambo mazito ambayo watakwenda kuyakuta wale wengine ambao walipuuza mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia kwenye hadithi alladhi rawahu Tirmidhi wa ghayruhu bi isnad sahih, man qaraa harfan min kitabillah, mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, falahu bihi hasana, basi kwa kila herufi moja hiyo atakuwa analipwa thawabu. Wal hasanatu, na thawabu moja, bi'ashri amthaliha, inalipwa mfano wake mara 10. Kwa maana ya kwamba kila harufu moja ya Qur'ani uisomayo unalipwa thawabu 10, harufu moja. Kwa hivyo ukisoma bismillahir rahmanir rahim, unahesabu hizo herufi ni ngapi? Thawabu zake mara 10 ya hizo herufi. Hivyo hivyo unaendelea mbele, alhamdulillahi rabbil alamin, kumaliza unaingia alif lam mim hadi umalize msahafu ulio na aya 6000 na iliyo na malaki ya herufi. Unapiga hisabu hiyo katika mara 10, ndio ujue hisabu yako ya thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu nyingi mno. Na kila anayemaliza Qur'ani na kurudia na kuendelea, kumaliza na anaanza kuendelea, huyo kila unapokucha anazidi kujenga hisabu kubwa mbele ya Allah subhanahu. Na hii ndiyo hisabu ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tuizingatie zaidi katika maisha yetu, kushinda hisabu ya fedha, kushinda hisabu za mali, kushinda hisabu ya za duniani, kwa sababu hisabu za kidunia, fedha na mali na majumba na mashamba, haya yote tutayaacha duniani. Yote haya yanaishia hapa duniani.